Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakukaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2024 na somo linalosema Le Psaume, Zaburi. Karibuni kwenye juma hii ya tano na somo nzuri na kusema Chanter le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère. Kuimba wimbo wa Bwana katika nchi ya kigeni. Verset à mémoriser, Psaume 137:4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Zaburi 137 shairi la 4. Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Swali, changamoto ama comment, tunaweza kufanyaje? Ukiwa na swali, comment, changamoto yote, usikose kutuandikia kwenye comment yetu hapa ama kwenye namba yetu ya WhatsApp. Na kusihi mpendo, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Karibu. Ndugu yangu mpendo, mahali ulipo, ni kusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Lengo la mafundisho haya yote tunayoyatoa kwenye shule ya Sabato ni kwamba tujifunze Biblia ili kwamba tuwe na uhusiano wa karibu na Mungu. Tuwe na ushirika pia na wale ambao wanatuzunguka, marafiki wenzetu. Na hatimaye tuwafikie wengine kwa utume, wale ambao hawajamjua Mungu tuwatangazie. Hivi hongera kwa wale ambao wamesubscribe. Kama hujasubscribe, subscribe na ujifunze Biblia. Na kila mara somo hili kwa sababu litakubariki, usikose kubariki wengine kuwatumia link ama ili kwamba wao pia wapate kusubscribe na kubarikiwa pamoja na wewe. Karibuni kwenye somo la siku ya tatu na kichwa kinachosema Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Hapo utasoma Zaburi ya 42:1-3, Zaburi ya 63:1, Zaburi ya 69:1-3, Zaburi ya 102:1-7, tukijibia kwa swali linalosema ni nini kinachosababisha maumivu makubwa kwa mtunga zaburi? Tukaribishe Roho Mtakatifu, kiongozi amini, ili atueleweshe. Asante sana tena mpendwa. Mimi nimesoma tayari mashairi haya, wewe pia nakusihi kusoma. Hakika usirizike na video pasipo kusoma Biblia. Lengo la kutoa video hii ni kwamba iweke ndani yako haja na shauku ya kusoma Biblia. Soma mashairi ambayo tumeyasoma. Lakini utagundua pamoja nami ya kwamba sio tu mateso ya kipekee ama ya kijumuiya ndio alikuwa akimsumbua hapa mtunga zaburi. Lakini pia Mungu alikuwa anaonekana kama hajali matatizo ya watumishi wake. Na yale yanaonekana katika mashairi haya. Utaona kwa sehemu nyingine kwenye Zaburi ya 42:1-3, mtunga zaburi kunakuwa ni kama swala asiyeweza kupata maji ya kunywa. Anajihisi katika kiu. Hivi kiu ni wakati una haja ya maji ili kwamba unywe. Lakini alipokuwa anaona kwamba hayuko kwenye uwepo wa Mungu ama anaona kwamba Mungu yuko mbali, alikuwa anajilinganisha na mtu anayekuwa kwenye kiu ya Mungu. Kumefikia je wakati ambapo unahisi ya kwamba Mungu yuko mbali na wewe na unajiuliza, je, Mungu yuko wapi katika vipindi hivi ninavyovipitia? Waadui wangu wamenichekelea, mateso yamenifikia, Mungu yuko wapi? Unasikia kiu ya Mungu na haja yake. Ni hivyo ndivyo mtunga zaburi alifikia vipindi vigumu na akajiuliza Mungu yuko wapi? Zaburi 102:2-4, alikuwa anafadhaika huyo mtunga zaburi. Alikuwa anaumizwa bila nia ya kuishi. Kuna mara katika maisha, mambo tunayoyapitia, vipindi tunavyovipitia, magumu yanatukatisha tamaa kiasi ya kwamba usiwe na hamu ya kuishi. Wamekataa. Watu wote wamekataa na huna hamu ya kuishi. Mtunga zaburi alifikia kipindi kama na kile. 102:6-7 Zaburi alionekana kuishi jangwani kama vile mwari, bundi au ndege aliye peke yake. Marafiki wengi huja mara tunapokuwa na raha. Wakati tunawauzia watu, wakati tunacheka na watu, ndio warafiki wanakuja unapowafurahisha. Lakini mateso ya kufikia utajikuta kwenye upweke. Huyu mtunga zaburi alifikia kipindi kigumu akawa kwenye upweke. Pengine wewe pia umejikuta kwenye upweke, wazazi wamekataa, mtoto amekataa, mke amekataa. Mtunga zaburi alifikia kile kipindi, akaona hata kama Mungu alikuwa amemkataa. Alijikuta kwenye jangwa. Jangwa ni mahali ambapo hapana maisha, pana kiu, pana jua kali. Hivi mara unaweza kujikuta mahali ambapo unakuwa kwenye upweke, hapana maisha, ni kusema kazi imezoofika, msaada wote haupo, hata Mungu unajikuta kwamba hayuko.
inalinganishwa na jangwa. Mtunga Zaburi alijikuta kwenye jangwa. Kwenye Zaburi ya 69:1-3 anahisi kuzamishwa kwenye matope. Hawezi kusimama bila msaada kutoka kwa Mungu. Alifikia vipindi vigumu vya maisha kiasi ya kwamba kaona kwamba hakuna msaada wowote. Je, umewahi kufikia vipindi vigumu vya maisha mahali ambapo unaona kwamba hata msaada wa binadamu huwezi kusaidia kweli? Alifikia kipindi, pengine wewe unapitia mateso, unasema fulani akinisaidia hivi nitakuwa nimeokolewa, lakini yeye alifikia kipindi hata msaada wa binadamu usingalitosha kumsaidia. Alipitia vipindi vigumu, lakini alifanyaje katika hivyo vipindi vigumu? Soma Zaburi ya 10:12, Zaburi ya 27:9, Zaburi ya 39:12. Utaona mtunga Zaburi yeye hakai kimya, anadumua katika maombi, anaendelea kudumu katika maombi. Zaburi 69:13. Na anajichunguza mwenyewe. Zaburi 69:5-6. Anatangaza upendo wake. Zaburi 69:7-9. Na hakika kwamba Mungu hata nyamaza milele. Psalm 69:33-36. Hivi wewe pia unafanyaje wakati unajikuta kwenye upweke? La muhimu ni kuendelea kuwa pamoja na Mungu. Anyway, kwenye approfondissement nilifurahia mwandishi anaposema le plus important sio kujiuliza Mungu yuko wapi. La muhimu ni kujiuliza wewe pia uko wapi wakati Mungu anakuwa kama yuko kimya. Wewe pia unakuwa je uko kimya ukisikiliza sauti yake? La question qui se pose n'est pas où est Dieu. Dieu est là et il prend soin de nous. La question est de savoir si nous serons là nous aussi, à attendre dans la foi afin qu'il agisse à notre faveur. Tuombe. Tumechoka kuomba msaada na koo letu limekauka. Yesu Kristo, macho yangu yamefifia kana kwamba umekuwa mbali. Tusaidie Yesu Kristo kuwa na subira kwako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Barikiwa.